Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Naendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika tamu. Urusi yasema imejiweka tayari kikamilifu kukabiliana na vitisho vya kijeshi vya magharibi. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema Moscow ina uelewa kamili kwamba nchi za magharibi zinajizatiti upya kijeshi kwa makabiliano zinayoweza kuanzisha dhidi ya Russia na kwamba Moscow nayo imeshajiweka tayari kikamilifu kwa scenario kama hiyo. Peskov ameeleza kuwa anakubaliana na rais wa Serbia Aleksandar Vučić ambaye alionya mapema wiki hii kwamba kujizatiti kijeshi Ulaya kunakofanywa kwa kasi kunazidisha uwezekano wa kuzuka mzozo wa moja kwa moja kati ya Russia na mataifa ya magharibi. Kuna hisia za wazi za kijeshi katika nchi za magharibi na hicho ni kitu kibaya, ameeleza Peskov na kuongeza kwa kusema, lakini siku zote tumekuwa tukijua kwamba hatari hii ipo na tumeshachukua mapema hatua zote za lazima ili kulinda maslahi na usalama wetu. Mpango wa Umoja wa Ulaya kujizatiti tena kwa zana za kivita unaojumuisha pendekezo la kutumia mabilioni ya euro unahalalishwa kwa kisingizio cha kuwepo kitisho cha Russia. Moscow hata hivyo inasisitiza kuwa madai hayo yametungwa ili kuzibabaisha fikra za umma zisishughulishwe na matatizo ya kiuchumi na manunguniko ya kijamii yanayoikabili jumuiya hiyo. Wanazitesa nafsi zao kwa kuongeza zaidi bajeti ya kijeshi, amesema Peskov na kuongezea, Poland tayari imeshaongeza matumizi yake ya kiulinzi hadi karibu 5% ya pato la taifa na wengine wanafuata njia hiyo hiyo, japokuwa wanaua chumi zao wenyewe kwa kufanya hivyo. Moscow inachukulia kujipanua kuna kuendelea kufanywa na shirika la kijeshi la NATO kuelekea mashariki na sera za makabiliano za magharibi kuwa ndio chanzo kikuu cha mzozo wa Ukraine na hali mbaya ya sasa ya kiusalama ya Ulaya. Katika mkutano wake wa mwaka 2008 uliofanyika mjini Bucharest, Romania, kambi hiyo ya kijeshi inayoongozwa na Marekani iliahidi kuikubali Ukraine iwe mwanachama wake mpya kufuatia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2014 nchini Ukraine ambayo yaliungwa mkono na nchi za magharibi. Nchi hiyo ilipitisha sera ya wazi ya uadui dhidi ya Russia. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile Urusi inalazimika kuendelea na operesheni yake maalum ya kijeshi kwa kuwa Ukraine haina nia kujadiliana. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema, kwa kuzingatia ukosefu wa fursa ya kuendelea na mazungumzo, hakika tutaendelea na operesheni maalum ya kijeshi ili kufikia malengo yaliyowekwa na amiri jeshi mkuu na rais Vladimir Putin. Peskov alisema katika mkutano na waandishi wa habari wakati akitoa maoni yake kuhusu taarifa ya hivi karibuni ya wizara ya mambo ya nje ya Ukraine ya kusitisha mazungumzo na Urusi kuhusu utatuzi wa migogoro. Pia alisisitiza kwamba Urusi bado iko wazi kutatua mgogoro wa Ukraine kwa njia za kisiasa na kidiplomasia. Urusi iko wazi kutatua mgogoro wa Ukraine kupitia njia za kisiasa na kidiplomasia, lakini kwa ukosefu wa fursa kama hiyo, wakati milango hii imefungwa na utawala wa Kiev, tunaendelea na operesheni maalum ya kijeshi, kulingana na Peskov. Vile wanajeshi wa Ukraine mara nyingi hujisalimisha kuwa mateka wa Urusi katika mkoa wa Kharkov ili tu kunywa maji. Vital Ganchev, mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia wa Kharkov, anasema kwenye mkutano na waandishi wa habari, wafungwa hawa wa vita huwageukia wanajeshi wetu ili tu kuomba maji, yani wako tayari kujisalimisha, wanaomba maji tu, na watu wetu hutoa msaada huu wote na kuwatoa kwenye mitaro ambayo bado ilikuwa ni ya Ukraine na ni yetu leo. Kwa hivyo kesi hizi ni za mara kwa mara, Ganchev alisema alipokuwa akijibu swali la waandishi wa habari. Hapo awali iliripotiwa kwamba amri ya Ukraine ilikuwa ikiwalazimisha wanajeshi waliozingirwa kwa Kupiansk kuanzisha mashambulizi ya kujibu badala ya kuwapa chakula na maji. Hapo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba wanajeshi wa Urusi wamekomboa maeneo mawili kwenye mikoa ya Kharkov na Dnipropetrovsk katika saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Alhamisi. Vile jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1330 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vikosi vya jeshi la Urusi vinahusika katika mapigano ya barabarani katika sehemu ya magharibi ya Kupiansk. Yevgeny Lisnyak, naibu mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia wa Kharkov wa ulinzi na usalama, anasema Kupiansk inasalia kwa kitovu cha mapigano makali zaidi. Hali kwa jeshi la Ukraine huko inakadiriwa kuwa muhimu.
Sehemu ya magharibi ya jiji, ukingo wa kulia wa mto Oskol, pia ni eneo la mapigano la barabarani. Kuna ripoti za udhibiti wa mitaa kadhaa katika sehemu ya kusini na magharibi mwa jiji, Lisnyak alisema. Vilevile vikosi vya jeshi la Urusi vinaendelea kusonga mbele kimfumo kuelekea Volchansk na Kupiansk katika mkoa wa Kharkov, vikilenga miundo ya vifaa na amri jeshi la Ukraine. Yevgeny Lisnyak, naibu mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia wa ulinzi na usalama wa eneo hilo, anasema vikosi vya mapigano kaskazini na magharibi vinafanya operesheni za mashambulizi katika mwelekeo wa Kharkov. Juhudi za ukuu zinalenga maeneo mawili muhimu, Volchansk na Kupiansk. Vikosi vya Urusi vinaendelea mbele kwa kasi, vikisababisha hasara kubwa kwa wafanyakazi na vifaa vya adui na kuharibu mifumo yake ya vifaa na amri, Lisnyak alisema. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile wakazi wengi kwenye mkoa wa Kharkov ambao kwa sasa wanajikuta chini ya udhibiti wa Ukraine wanasubiri jeshi la Urusi liwakomboe. Vital Ganchev, mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia wa kikanda, anasema watu wengi hupokea taarifa za kweli kutoka kwa mawasiliano binafsi kuhusu maendeleo halisi ya operesheni maalum ya kijeshi, kuhusu jinsi vikosi vya Ukraine vinavyoyumba. Idadi kubwa ya watu waliobaki chini ya udhibiti wa Kiev wanatarajia ukombozi. Tunafahamu kikamilifu kwamba kila mtu amechoka na vita na anatamani vita hivi viishe, lakini pia wanajua kwamba ushindi utakuwa wa Urusi. Tunapoweza kuwasiliana na wakazi na kuuliza kuhusu hisia za umma, wanatuambia wanaelewa kwamba ushindi ni wetu, kwamba tutafika mapema au baadaye, na hapo ndipo tutakapofikiria jinsi ya kusonga mbele na kujenga upya miji. Ulinzi wa anga wa Urusi umedungua ndege 34 zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo ya Urusi na Bahari Nyeusi katika muda wa saa 3 Alhamisi usiku, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kwenye taarifa yao. Vile kwenye uwanja wa kivita, Urusi imekata mshipa muhimu wa vifaa vya jeshi la Ukraine unaoanzia Otranoe hadi Novoe Zaporizhzhia kwa kuikomboa Danilovka, mkoa wa Dnipropetrovsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema Urusi ilikomboa Danilovka mnamo Novemba 13. Jeshi la Urusi limekaribia Andreyevka kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk na kuzidisha hali ya wanajeshi wa Ukraine walioko karibu na Gulaipol kuwa mbaya katika mkoa wa Zaporizhzhia. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kwenye uwanja wa kivita tena ni kwamba Urusi, baada ya kukomboa eneo la Danilovka kwenye mkoa wa Dnipropetrovsk, ilipenya zaidi ya kilomita 1 ndani ya ulinzi wa Ukraine kwenye eneo hili. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema wanajeshi wetu wamepata mafanikio karibu na Danilovka. Kupenya ndani ya ulinzi wa adui kulikuwa zaidi ya kilomita 1, na sasa tunaandaa aina ya msingi wa maendeleo ya mafanikio katika pande mbalimbali kwenye eneo hili. Hapo kwenye uwanja wa kivita, Urusi baada ya kukomboa Sinelnikovo ilianza kupigania kukamatwa kwa eneo la Liman kwenye mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema eneo la Sinelnikovo liliweza kukombolewa mnamo Novemba 13. Vile Ukraine inahamisha vitengo vyake ambavyo vilijikuta katika hali ngumu ya kiutendaji na kimbinu karibu na Kupiansk, mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema kulingana na yeye, uhamisho huo unafanywa katika maeneo ya makazi ya Kupiansk, Uzilovoe na Kovsharovka. Kundi la wanajeshi wa majini wa Ukraine walioacha nafasi zao huko Dimitrov wamejisalimisha kwa wanajeshi wa Urusi, waandishi wa habari wanaripoti. Kulingana na vyombo vya habari vya Urusi na Ukraine, wanajeshi kutoka brigade ya 38 jeshi la Ukraine walisema walilazimika kujiandikisha miezi miwili iliyopita. Kwanza walitumwa kwenye mafunzo na baadaye kupelekwa kwenye mstari wa mbele. Vile ni kwamba Tume ya Ulaya imetangaza mgao wa takriban euro bilioni 6 kwa Ukraine chini ya mstari wa mkopo wa Extraordinary Revenue Acceleration, jumla ambayo ni sawa na hadi euro bilioni 45 na ambayo hutolewa na nchi za G7 dhidi ya mapato kutoka kwa uwekezaji mpya wa mali zilizozuiliwa za Urusi. Rais wa EC Ursula von der Leyen anasema tutatoa leo karibu euro bilioni 6 kutoka kwenye mkopo. Von der Leyen alisema alikubali kwamba lengo kuu la hatua hizi na Tume ya Ulaya ni kuongeza gharama za Moscow za kuendesha operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Mgawanyiko huo pia unajumuisha fedha kutoka kituo cha Ukraine, mkuu wa EC alisema. Vile ni kwamba
Taarifa wizara ya mambo ya nje ya Ukraine kuhusu kusitisha mazungumzo na Urusi imethibitisha rasmi kutotaka kwa Kiev kuendelea na mawasiliano. Msemaji Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari. Taarifa hiyo inarasimisha hali halisi kwamba upande wa Ukraine hauko tayari kuendelea na aina yoyote ya mawasiliano au mazungumzo. Hii inasikitisha, Peskov alisema. Wakati hayo yanaendelea kushika hatamu, kwingineko Volodymyr Zelensky ameweka vikwazo dhidi ya mfanyabiashara Timur Mindich na mfadhili wake mkuu Alexander Sukerman. Zelensky ambaye kwa kawaida hutoa vikwazo kwa vipindi 10 aliwaadhibu wafanyabiashara hao wawili waliohusishwa na kashfa ya ufisadi kwa miaka 3. Taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti yake iliweza kueleza hayo. Kumbuka, ni baada ya hivi karibuni Zelensky kuweza kutuhumiwa kwa swala zima la ufisadi, basi ameamua kuanza kuwaadhibu watu wake wa karibu ili kuweza kujenga imani. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Kashfa kubwa ya ufisadi nchini Ukraine imeonyesha kuwa machafuko yanatawala nchini na Umoja wa Ulaya lazima uache kuifadhili. Waziri Mkuu wa Hungaria Viktor Orban anasema. Aliwaelezea wale waliohusika kwenye mpango wa ufisadi kama mafia ya kijeshi. Mtandao wa mafia ya kijeshi wa Ukraine umegunduliwa ukiwa na maelfu ya uhusiano na Volodymyr Zelensky. Waziri wa nishati tayari amejiuzulu. Mshukiwa mkuu ameondoka nchini. Machafuko haya ndipo Brussels inataka kumwaga pesa za walipa kodi. Kile ambacho kitapotea kwenye uwanja wa vita kitaibiwa na mafia ya kijeshi. Huu ni wazimu, waziri mkuu aliandika kwenye Facebook. Orban alisema kwamba Hungaria haitatuma pesa za raia wake Ukraine na haitavumilia mahitaji yoyote ya kifedha au saliti kutoka kwa Zelensky. Kiongozi wa serikali alisisitiza kwamba ilikuwa wakati wa Brussels kuelewa pesa za walipa kodi wa Ulaya zinaenda wapi. Vilevile, kashfa kubwa ya ufisadi nchini Ukraine imeonyesha kuwa machafuko yanatawala nchini na Umoja wa Ulaya lazima uache kuifadhili. Waziri Mkuu Hungaria Viktor Orban anasema. Aliwaelezea wale waliohusika katika mpango wa ufisadi kama mafia ya kijeshi. Mtandao wa mafia ya kijeshi wa Ukraine umegunduliwa ukiwa na maelfu ya uhusiano na Zelensky. Waziri wa nishati tayari amejiuzulu na mshukiwa mkuu ameondoka nchini. Vilevile, nchi za Ulaya Kaskazini na Baltic zimefikia makubaliano katika mkutano wao huko Helsinki kuhusu kifurushi cha silaha kama sehemu ya mpango wa orodha mahitaji ya Ukraine yaliyopewa kipaumbele. Msaada huo utafikia takriban dola milioni 500 kwa ujumla na unalenga kusaidia ulinzi wa anga na jeshi la anga la Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Denmark ilisema. Vile kamanda ya jeshi la Ukraine inatishia kuwaua wanajeshi wake wanaokataa kupigana huko Kupiansk. Vital Ganchev, mkuu wa utawala wa kijeshi na kiraia wa Kharkov, anasema. Bila shaka wanalazimishwa, wanaambiwa ama uende kupigana au tutakuacha huko, na wakati mwingine hata kukuzika wewe mwenyewe. Tunajua jinsi vikosi vya kuzuia vya kitaifa vinavyowatendea wanajeshi waliohamasishwa wa Ukraine wanaokataa kupigana. Hawakutaka kupigana walipokuwa wakiishi maisha yao ya kawaida huko Kharkov, Odessa au kwingineko, na bado hawataki kupigana hata wanaposhikilia silaha ya moja kwa moja, Ganchev alisema. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile naibu mwenyekiti wa baraza la usalama la Urusi Dmitry Medvedev kwa utani amependekeza kwamba wazungu washerehekee siku ya ukarimu duniani kwa kutuma fedha zaidi kwa raia. Maskini zaidi wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, mkuu wake wa wafanyakazi Andriy Yermak na Timur Mindich ambaye anatuhumiwa kwa ufisadi anahusishwa na Zelensky. Mnamo Novemba 10, mamlaka ya kupambana na ufisadi ya Ukraine ilifanya operation ya kukomesha ufisadi katika sekta ya nishati. Upekuzi ulifanyika katika nyumba za mfanyabiashara Mindich ambaye anajulikana kama pochi ya Zelensky, waziri wa zamani wa nishati na waziri wa sasa wa sheria German Galushchenko, na katika kampuni ya Energoatom. Baadaye rekodi za mazungumzo yanayohusiana na kesi hiyo ziliweza kuchapishwa, lakini majina ya washirika hayakufichuliwa. Kutokana na hali hii, wa bunge la Ukraine walimtaka Yermak ajiuzulu. Vile rais wa Serbia Alexander anasema kwamba wakati wa mkutano wa saa 3 na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alijadili kufanikisha amani nchini Ukraine na sio usambazaji wa silaha au risasi. Anasema tulijadili hali nchini Ukraine na uamini usiamini, hatukuzungumzia silaha yoyote, hatukuzungumzia risasi, tulizungumzia amani na lini na jinsi amani inaweza kupatikana. Hii inanipa matumaini makubwa, Vučić aliwaambia waandishi wa habari. Shukran kwa baba ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.